Kwa jina naitwa Salumu Ubawa, ambaye katika kitongoji hiki cha Kimara ni mkazi wa asili toka na kabla ya uhuru wa nchi hii. Ndugu waandishi wa habari, kitongoji hiki cha Kimara kwa sasa wananchi wake wapo kwenye taharuki kubwa ya kuonekana kwamba wanaishi kwenye shamba la mwekezaji. Taharuki hii ilianza mwaka 2023 kwa wakazi wa Mtego wa Simba kuvamiwa na kuvunjiwa nyumba zao kwa maelezo kwamba wanatekeleza hukumu ya Baraza la Ardhi ya Wilaya ya Kibaha iliyomhusu Omari Kadiri mlalamikaji dhidi ya mwenyekiti wa Zegereni na Simon Batadhari. Hali hiyo ya kuvunjiwa nyumba ilikuwa inaelekea hadi kwetu Kimara, lakini sisi wakazi wa Kimara tulilazimika kwenda mahakamani kuweka zuio tarehe 4 mwezi wa pili mwaka huu wa 2023. Hatimaye kesi ya msingi ikaanza kusikilizwa mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 2023. Hukumu ilitolewa na kuelekezwa kwamba kile kibali kilichotolewa Mahakama ya Ardhi Wilaya ya Kibaha cha kuvunja nyumba za wakazi kimetenguliwa na kuonekana kwamba nyumba za wakazi wa Mtego wa Simba zimevunjwa kimakosa. Mahakama ikatoa maelekezo pia pande mbili zinazogombania ardhi hiyo zirudi mahakamani ili kufungua kesi ya kumtafuta mmiliki wa ardhi hiyo. Aidha, mahakama ilitoa maelekezo kwamba wananchi wanaoishi kwenye maeneo hayo waendelee kuishi mpaka pale mahakama itakapotamka vinginevyo. Ndugu waandishi wa habari, taharuki ya mgogoro huu iliibuka tena mwaka 2025 mwezi wa 9, wananchi wa Kimara maeneo yao kuvamiwa na trekta ambayo ilikuwa inachonga barabara kwa kile kilichoelezwa kwamba mwekezaji yule yule aliyevunja nyumba za wakazi wa Mtego wa Simba sasa anafufua mipaka ya shamba lake kwa upande wa huku Kimara. Trekta hilo limefanya uharibifu mkubwa kwa kung'oa mimea ya wakulima ikiwemo miembe, minazi, mikorosho na mazao mengine. Baada ya kujitokeza hali hiyo, vikao mbalimbali vilikaliwa na maamuzi yaliyopatikana ni kwenda kumwona mkuu wa wilaya ya Kibaha. Baada ya kupatikana maamuzi hayo, kamati ya ufuatiliaji ya jambo hili iliundwa na ilienda kumwona mkuu wa wilaya ya Kibaha tarehe 14 mwezi wa 9 2026. Katika kikao cha pamoja na mkuu wa wilaya, mambo mawili yalifikiwa. Mkuu wa wilaya alikiri kutambua uwepo wa mwekezaji huyo na pia alikiri kuona hati yake. Lakini pia mkuu wa wilaya alisema atakuwa tayari kukaa na pande zote mbili kutafuta maridhiano, na kweli alifanya hivyo kwa kukaa na pande zote mbili, na alikaa vikao viwili, cha kwanza na viongozi ndani na cha pili mkutano wa hadhara. Ndugu waandishi wa habari, jitihada za mkuu wa wilaya za kutafuta maridhiano ya pande zote mbili zinazogombana zimeshindikana kwa sababu wananchi walitaka kujua jinsi mwekezaji alivyoingia kwenye maeneo haya. Mkuu wa wilaya aliwaambia wananchi, mkitaka kujua mwekezaji ameingiaje kwenye maeneo haya nendeni mahakamani. Kutokana na majibu haya mkuu wa wilaya, kukawa kumejitokeza makundi mawili. Kuna kundi lililokubali maridhiano na pia kuna kundi la wengine waliokataa maridhiano. Sasa sisi ambao tuliokataa maridhiano tumeamua kuita waandishi wa habari ili tuendelee kupata sauti zetu, ili viongozi wasikie na wajue jinsi wananchi tunavyonyanyaswa. Na tunataka tuiambie serikali kwa nini tunasema tunanyanyaswa. Moja, tunajua taratibu za upatikanaji wa ardhi jinsi ulivyo. Sasa huyu Omari Kadiri, mkulima aliyenunua eneo hilo mwaka 2024 kwa thamani ya shilingi milioni 3, na ramani inayotutesa ni ya mwaka 1987. Sasa huyu mkulima wa mwaka 87 ni nani? Na huo mwaka 1987 maeneo haya yalikuwa na wakazi ambao tupo hadi leo. Mbona huyo mkulima sisi hatujamuona? Kutokana na maswali magumu tunajiuliza, tunaomba viongozi watusaidie. Huyu mwekezaji atuonyeshe nyaraka zake za umiliki ili tuone wale wakulima waliowafidiwa maeneo yao wakati huo. Kwani sisi tunathibitisha huyo mwekezaji ana nyaraka za visiga na ramani yake pia ni ya visiga. Sasa huku sio visiga, huku ni Ngeta, kata ya Ruvu kwa wakati huo. Lakini pia ndugu waandishi wa habari, katika hili ukweli lazima usemwe. Omari Kadiri, mimi katika umri nilionao, kwa uwasili wangu wa kukaa maeneo haya kabla na baada ya uhuru wa nchi hii, ninamjua vizuri. Alikuja mwaka 2004 kununua shamba ambalo
lilikuwa linaendeshwa kilimo cha mihogo, lakini alipolinunua alikuwa anaendesha kilimo cha mananasi. Shamba hilo lipo Zegereni Visiga na sio huku Kimara. Mwaka 2009 alifanya kesi kwa mujibu wa nyaraka zinavyojionyesha, na alifanya kesi dhidi ya mwenyekiti wa Zegereni na Simon Batadhari. Omari Kadiri alishinda kesi hiyo na alienda mahakama ya ardhi wilaya ya Kibaha kukazia hukumu mwaka 2010 na kisha kuomba kibali cha kumwondoa kwenye shamba lake mwenyekiti wa Zegereni na Simon Batadhari. Sasa tatizo likajitokeza kwenye utekelezaji wa amri hiyo ya mahakama. Badala ya kumwondoa mwenyekiti wa Zegereni na Simon Batadhari, alienda kuwaondoa watu ambao hawajafanya nao kesi kwa kuvunja nyumba zao zaidi ya 400, na baya zaidi ndio kama hivi sasa anaingia kwenye maeneo ya Kimara ambako hatuna uhusiano wowote na Visiga. Kwa hiyo ukipitia vizuri jambo hili utagundua kuna shida nyingi sana, maana hata ukipitia viapo vilivyotumika kuvunja nyumba za watu zaidi ya 400, nyaraka zingine za mwaka 2023. Kumbe ni viapo vya uongo, kwani Omari Kadiri alifariki tarehe 25 mwezi wa pili 2022. Wakati kiapo kinaandikwa ilionekana Omari Kadiri yupo hai, wakati sio kweli. Na udanganyifu huu umepelekea wakili aliyeandaa viapo hivyo vya uongo tumpeleke kwenye mahakama ya maadili, na kesi yake itaendelea tena mwezi wa 9 mwaka huu wa 2026. Tumeamua kufanya hivyo ili kutoa onyo kwa mawakili wengine kuacha kufanya vitendo vya udanganyifu ambao mwisho wa siku vinawadhalilisha wananchi. Kama inavyoonekana, wananchi wa Mtego wa Simba wanalala nje toka mwaka 2023 baada ya nyumba zao kuvunjwa kwa viapo vya udanganyifu, na pia wananchi wa Kimara kuharibiwa mazao yao na wenyewe kubaki kwenye taharuki ambayo haina ulazima wowote. Mwisho, tunawaomba viongozi wa serikali waingilie kati sakata hili, walimalize ili wananchi waendelee na shughuli zao za kila siku, maana kwa sasa shughuli zote za kimaendeleo zimesimama. Kilimo kimesimama na ujenzi umesimama na pia shughuli zote zimesimama kwa ujumla. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Kimara. Aidha, Mungu ibariki pia wabariki viongozi wetu, wape nguvu na hekima ya kumaliza mgogoro huu, kwani inawezekana. Mimi kwa majina naitwa Salumu Rashidi Zaganza, ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi tawi la Kimara, kata ya Kawawa, mamlaka ya mji mdogo Mlandizi. Mimi ni mtu wa asili hapa. Toka mwaka 79 tupo hapa Kimara. 80 mimi naanza shule darasa la kwanza shule ya msingi Ngeta. Wakati huo mimi natoka hapa nikiwa peke yangu na kwenda Ngeta na mapoli tu, zaidi ya kukutana na wanyama simba, nguruwe ndo nakutana nao. Yaani mpaka umefika muda huu tumeambiwa kwamba kuna mwekezaji ameingia kwenye kitongoji hiki cha Kimara. Lakini uwekezaji huo tulishangaa, siku ya kwanza tunaona greda linapita, sisi kweli tukapatwa na taharuki. Tukamtafuta mwenyekiti wetu wa serikali ya kitongoji hiki cha Kimara, na kweli alikuja kwa sehemu ya tukio, sisi tukalisimamisha greda lile. Tukamuuliza swali la kwanza, mwenyekiti, una taarifa yoyote kwenye ofisi yako kuhusu swala hili la hili greda? Mwenyekiti wetu akatukatalia. Akasema sina dokumenti yoyote na sina taarifa yoyote kuhusu mwekezaji. Tukasema sawa, utatusaidiaje kuhusu swala hili? Maana tumevamiwa. Akasema ili swala ngojeni kwanza, kwa sababu mmelisimamisha hili dude lipo kisheria, ili linalipwa kwa masaa. Kweli wananchi tukaanza kushangaa. Wewe ndio mwenyekiti wetu wa ulinzi na usalama kwenye kitongoji hiki cha Kimara, taarifa zote zinazohusu kitongoji hiki wewe ndio lazima uwe nazo. Leo umetukatalia, umesema kwamba huna taarifa yoyote kuhusu mwekezaji wa Kimara. Leo unatuambia hili linalipwa kwa masaa, ngojeni niangalie kipande wanachochukua. Kwa maana mwenyekiti, ili tatizo unalitambua. Sasa hatukutaka kubishana sana na mwenyekiti wetu, tukaamua tumsikilize. Yeye ndo akaamua kuliongoza lile greda, likachonga, likachukua hiyo sehemu aliyoikusudia. Mpaka dakika ya mwisho tukaanza sasa vikao. Kikao cha kwanza tulikaa usiku ofisini kwetu hapo. Mjadala ukapangwa twende kwa mkuu wa wilaya. Lakini kwenda kwa mkuu wa wilaya, maelezo yanayopatikana kwa mkuu wa wilaya, sisi kama wananchi tulimuamini kama kiongozi wetu wa serikali. Tulipomuamini, lakini dakika ya mwisho yakaanza kutoka sasa matekelezo sisi hatukulizika nayo.
na ndio mwisho wa siku wananchi tukaanza kugawanyika mafungu mawili. Kuna wenzetu waliokubali maridhiano na sisi tusiokubali maridhiano, kwa sababu maridhiano tuliyakataa sisi kwa kuona kwamba sisi tunajua mwekezaji yupo kihalali, lakini siku aliyotuletea mwekezaji mkuu wa wilaya tunamhoji, ndugu mwekezaji, tuletee, hebu tuonyeshe una kielelezo gani kuhusu masuala haya ya hili eneo. Hajajibu mwekezaji, anajibu mkuu wa wilaya. Ili jambo lipo kisheria, serikali inamtambua, nyinyi kama mkiona vipi nendeni mahakamani. Kila tunachokiuliza kwa mwekezaji tunaambiwa twende mahakamani. Sasa wengine maisha yenyewe tia maji, kula yetu ya shida. Hasa inafikia muda tunaambiwa twende mahakamani, hata pa kuanzia mahakamani hatupajui. Sasa tukaona hili jambo kwanza ngoja tuwatafute wenzetu wanayejua kuturushia habari zetu. Huenda rais, waziri mkuu na waziri wa ardhi watatusikia kilio chetu cha ubabaishaji unaofanyika huku, basi huenda wakatusaidia jambo hili. Mimi naona ya kwangu ni hayo. Mimi naitwa Theonestina Lucas Mugisha, ni mkazi wa kitongoji cha Kimara, kata ya Kawawa. Nilikuja hapa mwaka 2000 kuta pori, nimkuta huyu baba, huyu mzee Rubawa na wengine, lakini pori kulikuwa na watu wachache. Nikapata sehemu hapo ambayo tulilipewa na mheshimiwa Kawawa. Sawa, tukakaa hapo, nikaanza kulima, nikajenga, na wengine tukawa tunaletana ndugu wanakuja hapo tunaitana, yani kutokana na kwamba waziri alisema tuwe wengi. Basi tumeendelea kuishi, hatujawahi kusikia mgogoro wa nani, hatujawahi kusikia mwekezaji hata siku moja. Tumekaa hatujawahi kusikia kitu chochote. Sasa nashangaa mwaka huu tunakuja kuletewa kwamba kuna mwekezaji. Mwaka jana tunakuja kuambiwa kuna mwekezaji alikuwepo toka miaka ile. Kwa kweli tulishangaa. Maana tulikaa saa ya mchana tunaambiwa na watu kuna greda huko linachimba, na linachimba nini? Kwa sababu mtu na miaka 26 hapa nilipo pale. Huyo mwekezaji ametoka wapi? Alikuwa wapi? Tukabaki tumeshangaa, lakini kutokana na sisi sio viongozi tukawaita, tukawaelezea, tukaona viongozi wajali unga mkono kwamba sisi tunalalamika. Basi tukaacha hilo gereda likapita, likatuharibia mazao. Kama mimi kwangu ndo amevunja miembe ambayo mimi nategemea. Unaona? Sina ama hapa nilipo. Mume wangu alifariki na watoto na wajukuu. Basi wakapita wakavunja miembe, wakaharibu mali, wakaondoka. Ndo tumeanzisha hii sakata la kwenda kwa mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya tulipofika pale alituambia kwamba mbona sijui hawajasema kwamba wanakuja huko, wanakuja sehemu ya chimbo, ili swala sio la huko. Sasa baadaye nashangaa mkuu wa wilaya anasema mpaka kule. Wakati tulivyoenda bismillah, mimi nilienda kule. Akasema huko hamna huko kwenu hawezi kufika kwa sababu si sehemu yake huyo mama. Sehemu yake ni kule kwenye mananasi. Yaani mpaka ni bonde. Umeona? Sasa nashangaa tunakuta mtu anafika mpaka kwetu. Hapa tulipo mimi wamechukua 2.5 zote zimeondoka. Tunatangaziwa tena wanakuja wengine wanaenda kule. Sasa tunaona kimchezo hicho kinaingia. Sawa? Ndio maana tunakuja hapa na kilio chetu. Waziri mkuu, afisa wa ardhi, rais wetu Mama Samia atuangalie kwenye hili. Yaani tunateseka na watoto. Mimi kwa jina naitwa Ndimile Filemoni Mwakipesile. Nimekuja katika kitongoji hiki cha Kimara, kata ya Kawawa, mwaka 2003. Kwa hiyo na karibu miaka 23. Toka nimefika hapa, nilikuta eneo ni pori. Tulikuwa tunakimbizana na manguruwe. Lakini ilipofika mwaka jana, mwezi wa 9, nikaja kushtukia kuna greda linapita. Tulipouliza tukaambiwa bwana, ile greda
linaweka mipaka ya mwekezaji anaitwa Omar Kadri. Kwa hiyo tukawa tunashangaa, maana toka nimefika mpaka ile mwaka jana sijawahi kushuhudia wala kuona shughuli ya mtu yoyote yule ambaye ilikuwa inaonyesha kwamba labda alikuwa ni mwekezaji. Sijawahi kuona wala kusikia kwamba katika eneo hili kuna mwekezaji. Kwa hiyo ile taharuki ikatufanya tukutane na viongozi wa kitongoji kujaribu kujua ni nini hasa kinachoendelea. Wenzetu wa kitongoji viongozi wa kitongoji wakatushauri tuende kwa mkuu wa wilaya kupata uelewa wa hili jambo. Kweli tukajikusanya, tukaunda kamati na mimi nikawa mjumbe wa hiyo kamati. Tukaenda kumuona mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya alishtuka, anasema kuna watu amewaruhusu kweli, wanaenda eneo la maji chumvi huko Matuga huko ndio anajua huyo mwekezaji anaweza kuenda kuweka mipaka kwenye eneo lake, lakini hana taarifa kama eti eneo la kitongoji cha Kimara labda atafute alichunguze. Kwa hiyo akaamua ataunda tume ya vijana wake waje kuangalia. Kwa hiyo baada ya hapo tulikaa muda, baadaye tukaja tukaitwa, tukaambiwa jamani, twende kwa mkuu wa wilaya kupewa majibu ya ile kamati aliyoiunda kuchunguza hili swala. Mkuu wa wilaya akatuambia ameona kweli eneo la huyo mwekezaji limeingia huko kwenye kitongoji chetu. Kwa hiyo sasa la kufanya hapo muamue, mtafanya kesi ya kujua mmiliki au mfanye maridhiano. Kuna faida mbili, ukienda kwa umiliki ni mahakamani na ukikosa moja kwa moja. Maridhiano yanakupa nafasi mbili, mnaweza mkaridhiana au ukaja ukaenda mahakamani. Kwa hiyo tukaona bora tuchukue nafasi ya pili, kwa sababu kwanza hatuna mwanga wa jambo lolote hili. Tukachukua hiyo nafasi ya maridhiano, huku tukijaribu kutafuta ni nini kilichotokea. Lakini bahati mbaya, katika safari zote zaidi ya 6 hivi tumeenda kwa mkuu wa wilaya, hatujawahi kukutana na huyo mwekezaji. Ila majibu ni kwamba huyu mwekezaji nakutana naye, tunaongea naye, karibu tunafikia mwisho. Hatimaye kwenye tarehe 25 mwezi wa 5 alikuja mkuu wa wilaya na mama mmoja. Sasa nimekuja na mwekezaji. Tukaona basi ni nafasi yetu kujua undani huyu mwekezaji alipataje ili eneo hili, hasa kipande hiki cha huku kwetu. Bahati mbaya mkuu wa wilaya hakuturuhusu tuulize maswali kama haya. Alituambia hayo maswali ni mahakamani, ni maswali mazuri, lakini mahala pake ni mahakamani. Kwa hiyo kwa msingi huo tukashindwa, lakini akasema lakini kuna wazo amelitoa huyu mwekezaji, atawapa ekari 50, mtagawana nyinyi wote mtakaa hapo. Kwa hiyo tukaona hii haiwezekani, sisi tumewekeza huku, tuna maisha yetu yako huku. Tukaona hii sasa maisha yetu ina maana ndio tunachinjwa vile. Baada ya hapo ikawa sasa hatulikubaliane. Wengine wakasema hapana, tuingie kwenye maridhiano. Kwa hiyo katika mvutano huu hatimaye ikatokea pande mbili. Tunaopinga, tunaolalamika upande huu, wengine wanaokubali maridhiano upande huu. Kwa hiyo kwenye nafasi hii sasa tunaomba vyombo vyetu vya habari mliokuja mtusaidie kupeleka ujumbe kwa viongozi wetu wa juu. Sisi tumekuja kihalali kulingana na sheria za nchi hii, tunamiliki kihalali, watusaidie. Tunaomba sana waziri mkuu, rais, watusaidie katika hili swala, kwa sababu kwa mnavyotuona tumeshachoka. Sasa je, na wengine wengi hapa wamekuwa watumishi huko nyuma, watusaidie, wasitunyanyase, tusiichukie serikali yetu, tunaipenda sana. Yangu ni hayo. Ndio. Habari mkurugenzi. Safi, habari ya kwako? Salama, kwema? Kwema. Pole na majukumu. Asante. Nani? Naitwa Nyorobi. Mwanahalisi, karibu. Ndio. Bwana samani mkurugenzi. Ndio. Jana nilikwenda kitongoji cha Kimara, kata ya Kawawa, wilaya ya Kibaha, mkoani Pwani huko. Ndio.
wana tatizo moja, wanalalamika, wanadai Mm. kwamba wanapokonywa maeneo Mm. huko kitongoji cha Kimara kata ya Kawawa Mm. na mwekezaji mmoja. Mm. Sasa wanadai sasa hivi utaratibu uliofika ni kwamba yale maeneo ni wanapunguziwa, wanapewa hekari 80, alafu hekari zaidi ya 400 huko zinabebwa. Mm. Tukaona tusilikalie kimya, tukupigie mkurugenzi tuone namna ambavyo unalifahamu hilo tatizo. Huo mgogoro na ufahamu kwa kiasi, Ndiyo, naweza nikauelezea pia kwa kiasi hicho hicho. ndiyo, Nafahamu kwamba kuna mgogoro ndiyo. wa wananchi na mwekezaji, sawa. Na hilo eneo ambalo linagombewa, Ndiyo. kwa nyaraka zilizopo ni eneo la mwekezaji na lina hati. Okay. Sawa. Ndiyo. Kwa taarifa zilizopo, wananchi ndio waliovamia eneo la mwekezaji. Sawa. Ndiyo. Lakini sio kuvamia, ni kwa kuwa pia mwekezaji huyo hakuwa amefanya maendelezo kwenye eneo lake kwa muda mrefu. Okay. Kwa hiyo eneo kwa kuwa limebaki halitumiki kwa muda mrefu, kwa hiyo wananchi wakajihalalishia kuona kwamba ni eneo la serikali. Okay. Wakaendelea kujenga na viongozi pia wanawaongoza na nini. Kwa kuwa hiyo hati haikuwa mikononi mwao. Sawa. Sasa mwekezaji anataka kuja kufanya maendelezo sasa kwenye ardhi yake. Ndiyo. Anakutana na wananchi tayari wamevamia eneo, wanapatumia. Ndiyo. Unaona? Sasa serikali imefanya juhudi za kupatanisha kupitia pande zote mbili, na mgogoro unasimamiwa na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na ofisi yake. Ndiyo. Ikaonekana huyo mwekezaji atoe maeneo, sawa, kwa ajili ya kucompensate wananchi. Okay. Hasa maeneo ambayo tayari wananchi wameshawekeza, wameshajenga. Ndiyo. Kwa upande wa kwetu sasa, ametoa ekari 80. Sawa. Okay. Na wakaridhia kwa upande wa kwa sababu ni ardhi hiyo imeangukia halmashauri mbili, manispaa ya Kibaha na Kibaha vijijini kwetu, halmashauri ya wilaya ya Kibaha. Okay. Kwa hiyo kwa upande wa kwetu halmashauri ya wilaya ya Kibaha na upande wa manispaa ya Kibaha. Sawa. Ardhi ni shamba ni kubwa. Sawa. Kwa upande wa manispaa ametoa nafikiri kama ekari 250. Hizo zinaenda kwa manispaa. Na kule tena hakuna sijui kama kuna mgogoro. Kama mgogoro labda kwa kuwa sipo kule wanaweza kusemea wao wenyewe. Lakini kwa upande wa kwetu wametoa ekari 80 kupitia mikutano, na wananchi wameshirikishwa na wakaridhia. Okay. Unaelewa? Na wakaridhia na mitasari ipo. Okay. Kwamba yule atoe ekari 80 na watu wakasaini. Hizi ni taarifa nazopokea. Na watu wakasaini. Kwa hiyo hatua inayofuata sasa ilikuwa ni sasa eneo lipimwe, la wananchi liwekwe pembeni, la mwekezaji lifahamike na mipaka yake, hivyo na taratibu zingine ziendelee. Okay. Inasemekana kuna baadhi ya watu hawajaridhia, na hao ndio wana maeneo makubwa na wanadai walinunua na hati wanazo. Sasa kama wana hati, naomba waelekeze waje ofisini, kwa sababu mgogoro unasimamiwa, unashughulikiwa na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na timu yake. Mimi nitawasilisha nyaraka zao kwa ajili ya maamuzi. Kwa hiyo naomba walete hizo hati, walete hiyo, kama kuna ramani, kuna michoro mingine imeibuka ndani ya shamba hilo, halafu tuwasilishe panapohusika. Okay. Lakini mgogoro umesimamiwa kwa muda mrefu. Tulikuwa tungeshapata hizo nyaraka au tungeshapata taarifa za uwepo wa hizo hati ndani ya hati mama. Yeah. Kwa hiyo kama labda hawakuleta, maybe hawakupata taarifa, hebu wawasilishe hizo nyaraka tuzipate, then tuzifanyie kazi. Okay.
Sawa. Na unafahamu kwamba kulikuwa na upelekwaji wa greda kule kwa ajili ya kutizama mipaka na likapita likaharibu mazao ya watu, likavunja nyumba? Hiyo sifahamu. Okay. Hilo sifahamu, ndio. Sawa mkurugenzi. Ndio. Nilikuwa naomba unisaidie tu jina lako kwa ufasaha. Regina Bieda. Regina Bieda. Regina Bieda. Na okay. Asante. Asante, karibu. Haya, asante sana.